Kwa hiyo waziri mteule wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, waheshimiwa manaibu waziri mlioko hapa pamoja nasi, Balozi Dr. Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo pamoja nasi, Bwana Wallace Karia, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, na viongozi ulioambatana nao, viongozi wa shirikisho na vyama vya michezo mliopo, ndugu wana michezo, na leo ni furaha yangu sana kubwa kuwaona wana michezo ya zamani, wacheza mpira wa zamani wako hapa wanajikongoja. Huwa nawaona tu kwenye TV wakihojiwa, wakilalamika bima ya afya, serikali tuone basi, tutambue, itualike. Leo nafurahi mmeonekana, mmealikwa, na yale mengine huwa nayasikia polepole, tutakwenda. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Asante. Ndugu wana michezo, niruhusu nami kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai na afya pamoja na kutukutanisha hapa leo katika tukio hili muhimu. Vile vile nitumie fursa hii kuwakaribisha Ikulu jijini Dar es Salaam, lakini mara nyingine nitawakaribisha Ikulu Dodoma kwenye mji mpya. Ni furaha yangu kubwa leo kukutana nanyi katika hafla hii adhimu inayolenga kuwapongeza wachezaji wa Tanzania wa fani mbalimbali. Lakini motive ya kufanya shughuli hii leo ni watoto wangu wa Taifa Stars. Lakini leo hapa tuna wanamichezo kadhaa. Nikawaambia pamoja na Taifa Stars niitieni wana mandondi, niitieni wanawake wa futiboli, niitieni riadha, lakini niitieni maliasili, na wenyewe wameleta heshima kwa taifa. Kwa hiyo leo tuko makundi kama manne hapa ambao wote tumekusudia kuwapongeza. Lakini katika jambo jingine ambalo limeingia leo hapa, shughuli hii ni kama kumuaga pia Profesa Kabudi kutoka kwenye Wizara ya Michezo na kuja kwangu Ikulu. Ni too soon kubadilisha, lakini ni kwa sababu kuendana na siasa za dunia zinavyokwenda, ambazo zina jicho positive kwa Tanzania na nyingine zina jicho hasi kwa Tanzania. Pale Ikulu nahitaji akili iliyopevuka, yenye maarifa mapana, yenye uzoefu mkubwa, na mtu ambaye yuko vizuri kwenye kujieleza na kueleza jambo likaeleweka. Nimepiga picha serikalini kwangu kote, kasema Profesa Kabudi atanifaa. Lakini jengine ni kwamba punde hivi nimechagua washauri, nimeteua washauri wa rais, na nimemteua aliyekuwa makamu wa rais, atakuwa ananishauri mambo ya uchumi na miradi, lakini aliyekuwa waziri mkuu atanishauri mambo ya jamii. Sasa vile vichwa viwili vikubwa vinahitaji mtu aliyetulia, mtulivu, anayeweza kudili nao. Watoto wangu hao mara wanaweza kujijibia tu ikaja kesi, lakini profesa anaweza akaenda nao vizuri sana. Kwa hizo ndizo sababu zonifanya nimchukue Dr. Kabudi kwangu Ikulu aje kunisaidia kazi hizo. Lakini kajipa moyo kwamba Mwanaifee na Makonda wanaweza kuiendesha wizara ile vizuri, kwa sababu ni wizara ya vijana na wao vijana, na wao zile heka wanaziweza. Kwa hiyo vijana kwa vijana wenzao. Ningesema Makonda ndio mshauri, afanye kazi na washauri wangu wale, watu wangesema mama namjua vizuri Makonda. Lakini Makonda kwa vijana wenziwe yuko vizuri sana. Mwanaifee kwa wana mistari wenziwe, Mwanaifee uko wapi?
Kwa wanamistari wenziwe yuko vizuri sana. Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya 16 bora ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu, na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Kwa mara ya kwanza nilikaa kwenye TV mwanzo mpaka mwisho. Siku hiyo nilikuwa nimefunga, nimekaa kuftari. Wakati naendelea na futari zangu, tayari mchezo unataka kuanza. Nikakaa nikaangalia watoto wangu kazi walioifanya. Lakini nataka niwaambie jengine, nimeondoka pale mwili wote unaniuma. Maana wakipigwa, wakizuiwa hivi mimi wakiekewa miguu, wakisukumwa mimi, Mungu wangu mbona wataniumizia watoto? Nimeondoka pale mwili unaniuma. Lakini hongereni sana, mmefanya kazi nzuri sana, na tunajua kwa nini yale yalitokea. Kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaaji. Kwa sababu tulikuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji, wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Mimi nawapongeza sana, mmefanya kazi nzuri sana. Nawapongeza pia benchi la ufundi, viongozi wa timu na wanamichezo wengine wote mliopo hapa. Ni ukweli kama walivyosema walionitangulia, michezo yetu imepanda, football yetu imepanda, lakini michezo mingine pia nayo inakwenda juu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Aidha, nizipongeze timu za taifa ikiwemo timu ya cricket kwa kufuzu kombe la dunia nchini Namibia. Nipongeze timu ya mpira ya miguu, watoto wangu wanawake, futsal, kwa kushiriki kombe la dunia nchini Ufilipino. Ni hatua kubwa sana. Hongereni sana sana. Pongezi zangu pia ziende kwa mabondia wetu waliotoa mikanda ya kimataifa, ikiwemo timu ya taifa ya ngumi za ridhaa iliyopata medali 18, ikiwemo moja ya dhahabu, medali za fedha 4 na 13 za shaba katika mashindano ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika Nairobi, Kenya. Tunakwenda ndugu zangu, tulikotoka sio tuliko leo. Walau jina Tanzania linasikika, linaonekana kila kwenye fani. Pia nawapongeza kwa ushiriki wa mashindano ya dunia yaliyofanyika Dubai, ambako bondia wetu mmoja alifika hatua 16 bora. Sambamba na hilo, natoa pongezi kwa timu ya taifa au za taifa zilizofanya vizuri ukanda wa Sekafa, zikiwemo timu za vijana, timu za shule, timu za kuogelea na timu za watu wenye ulemavu. Zote nazipongeza, wamebeba bendera na wameipeperusha vizuri nje ya Tanzania. Kwa upande wa riadha, kwa mahsusi kabisa, nampongeza mwanariadha Alphonse Felix Simbu. Simbu uko wapi? Asante sana kwa kushinda medali ya dhahabu ya Tokyo Marathon 2025, akiwa Mtanzania wa kwanza kutoa dhahabu ya kimataifa. Lakini vile vile pamoja naye pongeze kijana wetu Cecilia Ginoka Panga kwa kutoa dhahabu ya mbio za kilomita 15 zilizofanyika Sao Paulo kule Brazil kwa kutumia muda dakika 51 na sekunde 8. Hawa ni Watanzania waliopeperusha bendera yetu huko kwenye riadha. Nilikuwa namwangalia Simbo akipongezwa, anasema nimejaribu mara kadhaa, lakini mara hii nikasema mimi na medali mara hii. Lakini akawa na manunguniko kidogo, ni jitihada yangu binafsi.
serikali ina mkono kidogo, lakini sana binafsi. Tumekuona Simbu, tutakusapoti vizuri huko mbele. Niseme kwa ujumla kwamba jitihada mlizoonesha nidhamu na mshikamano wenu ni alama ya uzalendo wa kweli. Mmeipeperusha vyema bendera yetu ya taifa la Tanzania na mmeandika historia mpya kwa taifa letu katika ulimwengu wa michezo. Ndugu viongozi na wanamichezo, niungane na walionitangulia kusema, Said Gatenga, lakini na Waziri Kabudi, kwamba tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Kwa hiyo Bwana TFF na viongozi wa michezo, Neema, mna kazi ya kuiangalia hapo. Jicho letu liwe kwa vijana wetu, lakini kwa nyanja zote, kuwafanyisha mazoezi, lakini pia vijimaslahi vyao. Basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara napokea taarifa toka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? Kiposho kidogo hakitoshi. Mie Mungu wangu we, Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralized in any case. Hebu changamka basi. Mara namsikia Makonda anatangaza dau la 200, nikasema yes. Hivyo hivyo. Kwa wachezaji, tunajua concern yenu kwenye viposho vyenu, tutalifanyia kazi na lenyewe. Ndugu viongozi na wanamichezo, Tanzania inaelekea kuwa mwenyeji wa AFCON. Maandalizi haya hayawezi kufanikiwa pasi na mshikamano wa pamoja. Hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini. Na tunapokwenda AFCON, mpango masunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyo. Wetu wanaangalia tu video kwenye YouTube na wanaigiza the same kinachofanyika kule. Wanaweza kuona mpira unavyochezwa uwanjani na wakaigiza vile vile. Kwa hiyo hebu tuwachague, tuwanunulie tiketi wao wanaingia kwenye mashindano mbalimbali wakaone mpira unavyochezwa na wachezaji wengine wa nje. Hali kadhalika nitoe rai kwa sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika michezo, mathalan uwekezaji katika vituo vya kukuzia vipaji, yani sports academy, ambao ni muhimu katika kujenga mfumo endelevu wa maendeleo ya michezo nchini. Tuwashawishi, tuwape vivutio sekta binafsi na wenyewe waweze kuingia kwenye kukuza vipaji vya watoto wetu. Na kwa kutambua umuhimu wa michezo katika kukuza fursa za ajira, uzalendo na umoja wa kitaifa, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha wanamichezo wetu kukuza na kuendeleza vipaji vyao ili baadaye watoe mchango wao katika timu zetu za taifa. Aidha, kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025,
serikali inapanga kuendeleza akademia za michezo, sports academies, kwa lengo la kuandaa wanamichezo wa sasa na baadaye, ikiwa ni pamoja na kutenga fedha kwa ujenzi wa miundombinu ya michezo na ushiriki wa timu zetu katika mashindano mbalimbali. Ndugu zangu, kila ukikaa hapa harufu ile ikija unasema hebu speech iishe tuanze sasa. Sasa namalizia kwa kumshukuru Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu barani Afrika, Dr. Patrice Motsepe, kwa kunitunuku tuzo ya kutambua mchango wa serikali katika kukuza mpira wa miguu barani Afrika. Niseme kuwa tuzo hii niliyokabidhiwa leo na Waziri wa Habari imenipa chachu ya kuhakikisha mashindano ya AFCON 2027 yanafanyika kwa ufanisi mkubwa hapa nchini. Kwa mara nyingine tena, niwapongeze wanamichezo wote kwa kuliwakilisha vyema taifa letu katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi, kuwaunga mkono na kuwekeza katika maendeleo ya michezo ili kukuza hamasa, kuendelea kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Mwisho, napongeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Baraza la Michezo la Taifa kwa usimamizi mzuri wa michezo nchini, na nawasihi muendelee kuimarisha ushiriki wa pamoja kama ilivyo sasa baina yenu, Wizara ya Habari, vyama, vijana na michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Wizara ya Habari ya huku pamoja na vyama vya michezo. Nimesema katika shughuli yetu hii tunapongeza pia Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kazi nzuri walioifanya. Wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii wametuletea kwa ujumla vikombe 5 ndani ya taifa letu. Lakini juzi Zanzibar walinikabidhi vikombe 3. Walinikabidhi kikombe cha Tanzania kuwa nchi bora kwa utalii Afrika, lakini Tanzania kwa nchi bora kwa utalii duniani, lakini pia wakanambia kuna kikombe ambapo hifadhi yetu ya Serengeti na wenyewe wamepata katika mashindano hayo juzi. Kuna kikombe ambacho Zanzibar imetambulika kama destination nzuri kwa mikutano ya kimataifa au kwa mikutano ya shughuli mbalimbali. Lakini kuna na kikombe cha 5 ambacho kimeletwa cha hoteli moja ambayo iko Tanzania na yenyewe imepata kikombe. Kwa tumepata vikombe 5. Sasa Tanzania kwa destination au kituo muhimu cha utalii kwa Afrika na dunia, hiyo ni sifa kubwa. Kwa hiyo kwa wale waliotaka kutuharibia amani ili kuharibu sifa ya Tanzania, washindwe na walegee. Tanzania itaendelea kubaki kitovu cha amani, na haya tulioshinda tutaendelea kushinda miaka mingi mbele inayokuja. Sasa ndugu zangu, wanasema mcheza kwao ufanyaje? Utunzwa. Sisi tumefanya vizuri, tumekuza soka la Afrika, tumepewa tuzo ile pale. Kwa na vijana wangu nyinyi makundi mbalimbali, mmekwenda mmefanya vizuri. Sasa mama ana zawadi yenu. Kwa makundi yote ambao tutawasiliana na wizara, na makundi yote watapata mgao wao. Kwa hiyo hongereni sana. Baada ya kusema hayo, sasa niwakaribishe tena katika hafla hii, na kama walivyosema Mrisho Mpoto, tule
tunywe, tugonge gilasi. Asanteni sana. Tuongeze tena makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Haya, naomba tukae, na wale wenzetu watatuinua meza moja baada ya nyingine kwa utaratibu waliouandaa ili tuweze kulifanya zoezi hili kwa utulivu wa hali ya juu. Tukae.